أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema habari za vita na ushindi uliopatikana katika zama ya Hat Usman radhiyallahu anhu zilikuwa zinazungumzwa. Leo pia nitaendelea na mada hiyo. Ali bin Muhammad Madiani anasimulia ya kwamba katika zama ya Hat Usman mnamo mwaka 30 wa hijra vita ilipiganwa katika Tabristan na Hazrat Said bin As radhiyallahu anhu akapata ushindi juu ya ngome yao. Vivyo hivyo kuna ushindi wa Sawari uliotokea mwaka 31 wa hijra. Kuhusu ushindi huo inasemekana kwamba na katika vitabu vingi vya historia eneo la vita hiyo halijaandikwa. Alama Ibn Khaldun ameandika kwamba vita hiyo ilikuwa imepiganwa katika Iskandaria. Sawa na kauli moja, mwaka 31 hijra waislamu wakapigana na Warumi vita ambayo inaitwa Sawari. Sawa na riwaya ya Abu Mashir, vita vya Sawari ikatokea mwaka 34 hijra na vita vya Asabida iliyokuwa vita ya maji ikapiganwa katika mwaka wa 31 hijra. Na sawa na rai ya Waqidi, vita ya Sawari na vita ya Asabida zote zikatokea mna mwaka 31 hijra. Hazrat Abdullah bin Saad bin Abi Sarha alipopata ushindi juu ya Wafaransa na Barbario katika Afrikia na Andalus, Warumi wakapata hasira kali na wakakusanyika kwa Konstantin bin Hirakal na wakajitokeza na jeshi zidi ya Waislamu, jeshi ambalo mfano wake ulikuwa haukupatikana tangu mwanzoni mwa Islam hadi leo. Jeshi hilo lilikuwa na meli 500 ambalo likatoka kupigana na Waislam. Amir Muawiyah akamteua Hazrat Abdullah bin Saad bin Abi Sarha kuwa amiri wa kikosi cha jeshi la wanamaji. Majeshi mawili yalipokabiliana ana kwa ana yakapigana vikali na mwishowe kwa msaada wa Allah Waislamu wakapata ushindi na Konstantin na jeshi lake wakakimbia. Ushindi wa Armenia uliotokea mwaka 31 hijra sawa na riwaya ya Waqidi mna mwaka 31 hijra. Ushindi wa Armenia ukapatikana kwa kumpitia Habib bin Maslama Wehri. Ushindi wa Khurasan mna mwaka 31 hijra, Hazrat Abdullah bin Amir alielekea Khurasan na akapata ushindi juu ya miji ya Abra, Tus, Abi Ward na Nasa hadi akafika Sarkhas. Na mwaka huo huo watu wa Marv wakafanya suluhu.
marv ni katika turkmanistan. maeneo mengine ni ya iran. harakati za kuelekea miji ya roma zilizotokea mna mwaka 32 hijra. mwaka 32 hijra amir muawia akapigana vita na miji ya roma hadi akafikia mlangoni mwa kustuntunia. shindi za marvruz, talkan, faryab, juzajan na takharistan ni za mwaka 32 hijra. mna mwaka 32 hijra hat abdullah bin amir akapata ushindi juu ya marvruz, talkan, balkh, faryab, juzajan na takharistan ambayo yote ni maeneo ya afghanistan. hayo yote ni maeneo ya afghanistan. abul ashab saadi anasimulia kutoka kwa babake kwamba ana bin qais akaendelea kupigana vita na watu wa marvruz, talkan, faryab na juzajan hadi usiku mpaka mwenyezi mungu akawafanya maadui kushindwa vibaya. ana bin qais akamtuma akra bin habis pamoja na jeshi la wapanda farasi kuelekea juzajan. akra alikuwa ametumwa kwa sehemu ya jeshi ambalo anab alikuwa ameshapata ushindi juu yake. hivyo akra bin habis akapigana nao vita kali, na katika vita hiyo baadhi ya wapanda farasi wake wakawawa shahidi, lakini allah akawajalia waislamu ushindi. ushindi wa balkh uliotokea mna mwaka 62 hijra. ana bin qais kutoka marvruz akaelekea balkh, na akifika huko akawazingira watu wa balkh. balkh ya kale ilikuwa mji maarufu wa kharasan, nao ni mji wa kale wa afghanistan ya kisasa ambao bado upo katika sura ya magofu na unapatikana kilomita 12 mbali na ufuko wa kulia wa mto wa balkh. watu wa huko wakaomba kufanya suluhu kwa kulipa kiasi cha 400,000 ambalo ana bin qais akalikubali. vita ya harat ilitokea mna mwaka 62 hijra. hat usman akamtuma khulaid bin abdullah bin hanfi kuelekea harat na badghis ambaye akapata ushindi juu yake, lakini baadaye akafanya uasi na akaungana na mfalme qarin. mna mwaka 62 hijra hat abdullah bin amir akamteua qais bin haisam katika khurasan kama mwakilishi wake na mwenyewe akaondoka kutoka huko. qarin alikuwa ameandaa jeshi kubwa dhidi ya waislam. qais bin haisam akamwachia abdullah bin hazim uongozi wa jeshi na mwenyewe akaenda kumsaidia hat abdullah bin amir. kwa kuwa jeshi lililokuwa mbele yake lilikuwa kubwa, hivyo abdullah bin hazim akichukua jeshi la wanajeshi 4,000 akaelekea kupigana vita na qarin. abdullah bin hazim akawatuma wanajeshi 600 watangulie mbele na mwenyewe akawafuata nyuma. jeshi lile likafikia jeshi la qarin wakati wa usiku na likawashambulia. kutokana na uvamizi huo wa ghafla maadui wakaogopa, na jeshi jingine la waislam lilipofika huko maadui wakashindwa vibaya na qarin akauawa. waislamu wakawasaka na wakawaua watu wengi na wengine wakakamatwa na kufanywa mahabusu. katika ukhalifa wa usman islam ilifika katika bara ndogo la hindi. imam yusuf katika kitabul khiraj akizungumzia imam zuhri anaandika ya kwamba misri na siria zikatekwa katika zama ya hat umar, na maeneo ya afrikia na kharasan na sindh yakatekwa katika zama ya hat usman. kuhusiana na ujio wa islam katika bara ndogo, riwaya moja inapatikana hivi kwamba katika enzi ya hat usman hat abdullah bin momar akatumwa na kikosi cha jeshi kuelekea makran na sindh. katika ushindi wa makran akaonyesha ushujaa mkubwa. baadaye yeye akakabiziwa uongozi wa maeneo hayo yaliyokuwa yametekwa nao. kuhusu hat mujashe bin masud sulami imeendikwa kwamba
halmujashe katika kabul ambayo ni makao makuu ya afghanistan ya kisasa akisimamia kikosi cha jeshi la kiislam akapigana jihadi na wapinzani wa islam. kwa mujibu wa wanahistoria katika zama ile kabul ilikuwa inahesabiwa katika miji ya india. hat mujashe katika zama ya ukhalifa wa hat osman akapigana vita na wapinzani wa kiislam katika jimbo la balochistan la pakistan na akapeperusha bendera juu ya eneo la sajastan lililo jirani yake, na kisha baada yake waislamu wakastawi katika maeneo hayo na bara ndogo na wakayafanya kuwa watani wake. kuhusiana na fitna itokayo katika zama ya ukhalifa wa usman kuna bishara za mtume sallallahu alaihi wasallam. harat aisha radhiyallahu anha anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe uthman, yawezekana kwamba mwenyezi mungu atakuwisha joho moja ikiwa watu wakikushurutisha kulivua usilivue kamwe. hiyo ni riwaya ya tirmizi, na katika sunan ibn majah riwaya hiyo imesimuliwa hivi. na harat aisha akaeleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe uthman, ikiwa siku fulani mwenyezi mungu akikukabidhi amri hii na wanafiki wakikutaka kwamba ulivue joho ambalo allah amekuvisha, basi usilivue kamwe. na akarudia maneno hayo kwa mara 3. msimuliaji numan anasema kwamba nikamuuliza hat aisha radhiyallahu anha kwamba jambo gani lilikuwa limekuzuia kuwaambia watu kuhusu habari hiyo. hat aisha akasema, nilikuwa nimesahaulishwa. hazrat kaab bin ajra alisimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza kuhusu fitna moja na akasema kwamba ile fitna ni karibu sana. mtu mmoja akapita huko ambaye alikuwa amefunika kichwa chake na shuka. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, siku ile fitna itakapotokea mtu huyo atakuwa juu ya haki. msimuliaji anasema kwamba mimi nikamkimbilia na kumkamata mtu huyo kwa mikono miwili. yeye alikuwa hat osman. kisha nikaelekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nikasema kwamba je, huyo? mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ndiyo huyo. hat aisha alisimulia ya kwamba katika siku za maradhi yake mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mimi napenda kukaa na baadhi ya masahaba. tukasema, ya rasulallah, je tumuite abubakar aje kwako? mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kimya. kisha tukasema, je tusimuite omar aje kwako? mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kimya. kisha tukasema, je tumuite uthman aje kwako? mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo. yeye akaja na mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana naye katika faragha na akaanza kuongea naye, na rangi ya uso wa usman ilikuwa inabadilika. Qais anasema, abu sahla aliyekuwa mtumwa wa hat uthman na alikuwa amemwacha huru akanisimulia kwamba hat uthman bin affan wakati wa yaumuddar akasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameniambia kwa kunisisitiza, nami ninaelekea kwake. msimuliaji anasema kwamba hat uthman akasema, ana sabirun alaihi, mimi nipo juu yake kwa nguvu zote. yaumuddar ni siku ambapo wanafiki walikuwa wamezingira nyumba ya hat uthman, kisha kwa ukatili kupita kiasi walikuwa wamemua shahidi. kuhusiana na kuanza kwa hitilafu katika zama ya ukhalifa wa hat uthman na sababu zake, halmusleh maud raziallahu taala anhu ameeleza kwa mapana na marefu. huzur anasema, hat uthman na hat ali ni miongoni mwa wale waliotangulia kujitolea katika islam, na wenzao pia ni katika matunda yaliyo bora ya islam. kuleta shutma juu ya uaminifu na uchamungu wao kwa hakika ni kuiaibisha islam.
na muislamu yeyote atakayefikiria kwa moyo ya kweli kuhusu uhakika huu atalazimika kufikia natija hii kwamba kwa hakika dhati ya watu hawa ni mbali kabisa na mtafaruk wa aina zote. Na sijasema bila dalili, bali ni haraka za historia kwa mtu anayeziangalia kwa jicho wazi ni shahidi juu yake. Sawa na utafiti wangu, yote yasemwayo kuhusu watukufu hawa na marafiki zao ni njama ya wapinzani wa Islam. Na japokuwa baada ya masahaba watu waliojiita waislam kutokana na ubinafsi wao wamewashutumu watukufu hawa, lakini hata hivyo ukweli ndio ulioshinda siku zote na haukufunikwa uhakika chini ya mapazia. Musleh Maud anasema fitna iliyokuwa imetokea zidi ya Hazrat Usman, swali ni hili kwamba fitna hiyo ilitokeaje. Baadhi ya watu wamemtaja Hazrat Usman ndiye sababu ya fitna hiyo na wengine wamemshutumu Hazrat Ali. Wengine wanasema kwamba Hazrat Usman alikuwa ameanzisha bidhaa mbalimbali zilizowafanya waislamu wapate jazba. Wengine wanasema kwamba Hazrat Ali alikuwa ameanza harakati za kisiri za kupata ukhalifa, na kwa kuwachochea watu zidi ya Hazrat Usman alikuwa amemfanya auawe ili mwenyewe awe khalifa. Musleh Maud anasema lakini yote ni batili. Hat Usman hakuanzisha bidhaa yoyote, wala Hat Ali hakufanya mpango zidi yake ili yeye auawe na mwenyewe awe khalifa, wala hakushiriki katika mpango wa mauaji yake, bali kulikuwa na sababu zingine kabisa za fitna hiyo. Hat Usman, Hat Ali hawana hatia yoyote. Wao walikuwa watukufu sana. Hat Usman alikuwa mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema kwamba yeye amejitolea sana kwa ajili ya Islam. Sasa afanye apendavyo, Mungu hatamhoji. Hiyo ni riwaya ya Tirmizi. Musleh Maud anasema maana yake sio hivi kwamba hata kama awe mbali na Islam hataulizwa, bali maana yake ndiyo hii ya kwamba alikuwa amepata sifa chungu nzima na alikuwa amepata maendeleo katika wema kiasi hiki kwamba ilikuwa haiwezekani ya kuwa matendo yake yawe kinyume cha Islam na yaende kinyume cha amri za Allah. Basi Hazrat Usman hakuwa mtu ambaye angeanzisha jambo fulani kinyume cha sheria, wala Hazrat Ali hakuwa mtu wa namna hii kwamba angepanga njama za kisiri kwa ajili ya kujipatia ukhalifa. Kisha Musleh Maud anasema hatuoni ufisadi wowote ukitokea katika miaka 6 ya mwanzoni mwa ukhalifa wa Hazrat Usman, bali inaonekana kwamba watu kwa jumla walikuwa wamemfurahia. Bali historia inatuambia kwamba katika muda huo Hazrat Usman alikuwa anapendwa sana na watu, hata zaidi kuliko Hazrat Umar. Alikuwa mpendwa wao, bali watu walikuwa na haiba mioyoni mwao, kama ambavyo mshairi wa wakati ule anatoa ushahidi wa jambo hilo katika shairi lake. Anasema kwamba eni mafasiki, katika utawala wa Usman msipore mali ya watu na msile, kwani Ibn Affan ni yule ambaye nyinyi mmeshamjaribu. Yeye kwa mujibu wa amri za Qur'ani tukufu anawaua majambazi, na muda wote yeye ni mwenye kuzilinda amri za Qur'ani tukufu, na sawa na matendo ya watu huwa anatoa amri za Allah. Lakini baada ya miaka 6 katika mwaka wa 7 tunaona ikitokea harakati moja na mpango huo haukuwa zidi ya Hazrat Usman, bali ulikuwa zidi ya maswahaba au magawana. Hivyo Tabri anasema kwamba Hazrat Usman alikuwa akizingatia sana
alikuwa akizingatia kikamilifu haki za watu, lakini watu waliokuwa wamekuja katika islam katika zama za baadaye na walikuwa hawapati ile heshima na mali serikalini kama walivyokuwa wakipata waislamu wa zamani na wale waliotangulia katika kusilimu. Hapo baada ya kupita muda kidogo, baadhi ya watu kutoka hawa wakaanza kulalamika na wakaanza kutaja hatua hiyo kama zulma, lakini watu hawa walikuwa wakiwaogopa waislamu wa kawaida, na kutokana na hofu hii kwamba watu watawapinga, walikuwa hawazihirishi mawazo yao, bali walikuwa wanatumia njia hii kwamba walikuwa wakiwachochea kisirisiri watu zidi ya masahaba. Na pale walipokuwa wakikutana na muislamu mgeni au mtumwa mbedui aliyeachwa huru, basi walikuwa wakimweleza kuhusu hisia zao, na watu hawa kwa sababu ya kutokuwa na elimu au kutokana na maslahi zao walikuwa wakiungana nao. Polepole kundi hilo likaanza kuongezeka katika idadi na likawa na idadi kubwa. Musleh Maud anasema fitina inapokaribia kujitokeza, sababu zake pia zinaanza kuonekana kwa haraka haraka. Hivyo upande mmoja baadhi ya tabia zilizojaa husda zikaanza kupata jazba zidi ya masahaba, na upande wa pili jazba ya kiislam ambayo kila muislamu mpya anakuwa nayo moyoni mwake ikaanza kupungua katika mioyo ya waislamu wapya ambao walikuwa hawakupata bahati ya kukaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawakupata muda mwingi wa kukaa kwa maswahaba zake, bali mara baada ya kusilimu wakazani kwamba wamejifunza mambo yote. Jazba ya kiislam ilipopungua, athari ya islam iliyokuwa juu ya mioyo yao nayo pia ikapungua, na kisha wakaanza kufurahia maasi yao ambayo walikuwa nayo kabla ya islam. Kwa sababu ya makosa yao walipopata adhabu, sasa badala ya kujirekebisha wakaanza kuwakasirikia wale waliowapa adhabu, na mwishowe wakawa sababu ya kuleta na kusambaza fitina na ufisadi mkubwa katika umoja wa Islam. Kituo cha watu hawa kilikuwa Kufa, lakini jambo linalotushangaza zaidi ndilo hili kuwa tukio likatokea katika Madina ambalo linatuambia ya kwamba wakati ule baadhi ya watu walikuwa hawana elimu yoyote ya Islam. Kama vile siku hizi wapo watu wajinga wanaoishi katika giza na hawajui chochote kuhusu Islam. Imran ibn Aban alikuwa mtu ambaye alikuwa amemua mwanamke mmoja katika eda yake. Uthman alipopata taarifa yake akamkasirikia na akamtenganisha naye mama huyo na akamfukuza mtu huyo nje ya Madina na kumpeleka Basra. Wakati huo unatuambia kwamba kivipi baadhi ya watu kwa kusilimu tu walikuwa wamejifanya kuwa maulama na mashekh wa Kiislam, na walikuwa hawataki kufanya tahakiki zaidi au kutokana na mawazo potofu kuifuata sheria. Kwao ilikuwa kazi bure tu. Al-Musleh Maud anasema kwamba ukweli ndio huu ya kuwa vurugu hizi zote zilitokana na njama za kisiri, na uanzilishi wake hasa walikuwa Mayahudi ambao baadhi ya Waislam kutokana na maslahi za kidunia walikuwa wametoka nje ya dini walikuwa wameungana nao. Waila maamiri wa miji hawakuwa na kosa lolote wala hawakuwa sababu ya fitina hiyo. Baadhi ya Mayahudi walikuwa chanzo chake na baadhi ya Waislam walikuwa wameungana nao, na maamiri walikuwa wameteuliwa na Uthman hawakuwa na hatia na kosa lolote wala hawakuwa sababu ya fitna hiyo. Kosa lao lilikuwa moja tu, kwamba Uthman alikuwa amewateua kwa ajili ya kazi hii, na kosa la Uthman lilikuwa hili kwamba licha ya kuwa na uzee na udhaifu wa mwili alikuwa ameshika kamba ya umoja wa Islam mikononi mwake, na alikuwa amebeba mzigo wa umati wa Kiislam juu ya shingo yake, na alikuwa na fikra ya kusimamisha sheria ya Islam, na alikuwa akiwazuia wazilimu
na watu wakubwa kufanya zulma juu ya wanyonge na wadhaifu. Hivyo tukio hili linathibitisha jambo hilo kwamba mafisadi hawa wakakaa katika kikao kwenye Kufa na wakazungumzia mambo ya ufisadi, na watu wakatoa rai kwa pamoja kwamba la wallahi la yarfau rasan madama uthmanu ala nasi, yani mtu yeyote hawezi kuinua kichwa chake maadamu kuna utawala wa Uthman. Dhati ya Uthman ndiye aliyekuwa amewazuia kufanya uasi, na kumwondoa kwake kulikuwa jambo la lazima ili wafanye wapendavyo. Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza habari za fitina hiyo anasema kwamba Uthman akawaita wafisadi hawa na pia akawakusanya maswahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wote walipojumuika, Uthman akaeleza mambo yote, na watu wawili pia wakasimama kama mashahidi na wakatoa ushahidi ambao walikuwa wamemfikishia Uthman habari zote kwamba mafisadi wanatumia mbinu gani za kueneza ufisadi. Hapo maswahaba wote wakatoa fatwa kwamba watu hawa wauawe. Hawa ni mafisadi ambao kwa jina la Islah wanasambaza ufisadi, uwaue, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba mtu wakati ambapo yupo imamu mmoja lakini mtu huyo aanze kuwaita watu ili waje kumtii yeye au kumtii mwingine, mtu huyo laana ya Mungu iwe juu yake. Nyinyi muwe mtu wa namna hiyo hata kama awe yeyote. Na wakamkumbusha kauli ya Umar aliposema kwamba hamruhusiwi kuumua mtu isipokuwa kwa amri ya serikali. Yani serikali inaweza kutoa amri ya kuumua mtu fulani. Uthman akasikia fatwa hiyo na akawaambia maswahaba kwamba hapana, sisi tutawasamehe na tutakubali uzuru wao na tutajaribu kuwafahamisha kwa juhudi zote, na hatutampinga mtu yeyote hadi avunje mipaka ya sheria au aoneshe kufuru yake wazi wazi. Kisha akasema kwamba watu hawa wamezungumza mambo mbalimbali ambayo nyinyi pia mnayaelewa, lakini wao wanadhani kwamba kuhusu mambo hayo watajadiliana nami ili wakirejea waweze kusema kwamba sisi tukajadiliana na Uthman juu ya mambo fulani naye akashindwa. Watu hawa wanasema kwamba mimi katika safari nilisali sala nzima, ilhali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafupisha sala yake katika safari. Uthman anasema lakini mimi nikasali sala nzima nilipokuwa katika Mina, na kuna sababu zake mbili. Moja, huko nilikuwa na mali yangu na nilikuwa nimeoa kule. Pili, nilikuwa nimepata taarifa kwamba watu wametoka maeneo mbalimbali kuja kufanya hija. Sasa watu wasiojua dini wataanza kusema kwamba khalifa anasali raka mbili tu, hivyo labda sala ina raka mbili tu. Je, hiyo siyo sawa? Uthman akawauliza maswahaba kwa pamoja wakamjibu ndio, ni sahihi. Kisha Uthman akasema shutma ya pili wanayoileta ndio hii kwamba nimeanza bidaa ya kwamba nimeanzisha bidaa ya kutenga malishoni, ilhali shutuma hiyo ni batili. Malishoni yalikuwa yametengwa kabla yangu na Umar alikuwa ameanzisha, na mimi kwa sababu ya kuongezeka idadi ya ngamia wa sadaka nilikuwa nimeyapanua tu, na ardhi iliyotumika katika malishoni si mali ya mtu yeyote binafsi, bali ilikuwa ardhi ya serikali, na mimi sina faida yake yoyote. Mimi nina ngamia wawili tu, hali nilipokuwa nimechaguliwa kuwa khalifa. Wakati ule nilikuwa tajiri kuliko Waarabu wote, na wakati huu nina ngamia wawili tu ambao nimewafuga kwa ajili ya kufanya hija. Je, hiyo si sawa? Maswahaba wakasema ndio, umesema kweli. Kisha Uthman akasema watu hawa wanasema kwamba na wateua vijana kama viongozi, ilhali na wateua viongozi walio na tabia na hulka njema.
na watukufu walionitangulia, yani makhalifa walionitangulia, walikuwa wamewateua viongozi ambao walikuwa vijana zaidi kuliko hawa. Na hata mtume saa salam alipokuwa amemteua Usama bin Zaid kuwa amiri wa jeshi, watu walikuwa wameleta shutma zaidi kuliko shutma zilizoletwa kwangu. Je, hiyo sio sawa? Maswahaba wakasema ndio, ni sawa. Kisha Hazrat Usman akasema, watu hawa wanaeleza aibu mbele ya watu, lakini hawaelezi matukio yaliyo kweli. Ilmuradi, kwa njia hiyo Hazrat Usman akaeleza shutuma zote na akatoa majibu yote. Maswahaba wakaendelea kumsisitiza kwamba mafasadi hawa wauawe, lakini Hazrat Usman hakukubali jambo lao na akawaacha. Tabri anasema kwamba awal muslimuna illa qatlahum wa aba illa tarkahum, yani waislamu wengine wote walikuwa hawakurizia isipokuwa kuwa watu, lakini Hazrat Usman alikuwa hakurizia kuwapa adhabu. Tukio hilo linaonyesha wazi jinsi wafisadi walivyokuwa wakitumia ujanja na udanganifu, na katika zama ile ambapo kulikuwa hakuna vifaa vya uchapishaji na usafiri, ilikuwa rahisi kwao kuwapotosha watu wasiojua. Kimsingi watu hawa walikuwa hawana sababu maalum ya kuleta ufisadi, na haki haikuwa pamoja nao, na msingi wote wa harakati zao ulikuwa umewekwa juu ya uongo na batili tu, na huruma ya Hazrat Usman pekee iliyokuwa imewasalimisha. Waila waislamu wangewaua vipande vipande, kwani walikuwa hawawezi kuvumilia kwamba ile amani na usalama ambao walikuwa wameustawisha kwa kutoa uhai wao kwa sababu ya njama za watu wachache wenye shari, amani hiyo itoweke. Nao walikuwa wakiona kwamba ikiwa wafisadi hawa wasipoadhibiwa haraka, serikali ya Kiislam itakuwa imepinduliwa. Lakini Hazrat Usman alikuwa ni mwenye huruma tu. Ye alikuwa akipenda kwamba kwa njia yote iwayo watu hawa wapate kuongoka na wasife juu ya kufuru. Basi alikuwa akiwapa muhula, na kwa kuchukulia matendo yao ya uasi ulio wazi kama mipango ya uasi tu, alikuwa akiahirisha adhabu yake. Tukio hilo linatuambia kwamba maswahaba walikuwa wakiwachukia mafisadi hawa, kwani hata mafisadi wenyewe walikuwa wametaja majina ya watu watatu tu wa Madina waliokuwa pamoja nao na sio zaidi yake. Ikiwa kungekuwa na maswahaba wengine pamoja nao, majina yao pia yangetajwa, lakini maswahaba hawa walikuwa wanachukia kuhusu matendo ya mafisadi, na walikuwa wakielewa kwamba matendo ya mafisadi ni kinyume cha sheria. Ndiyo maana walikuwa katika haki ya kuwapa adhabu. Ikiwa maswahaba na watu wa Madina wangekuwa pamoja na mafisadi wasingekuwa na haja ya kutafuta hila na ujanja wote, bali wakati huo wangemua Hazrat Usman na wangemchagua mtu mwingine kama khalifa wao. Lakini tuaona kwamba watu hawa badala ya kufanikiwa katika kumua Hazrat Usman, hata uhai wao kwa sababu ya panga za maswahaba ulikuwa umepata hatari. Na kwa sababu ya zati Hazrat Usman mwenye rehma na mwenye hurma, watu hawa wakaweza kusalimika na kurejea, ambaye walikuwa wamekuja kumua na walikuwa wameleta ufisadi zidi yake. Kwa kuona kiniongo na umbali wao kutoka uchamungu, tunashikwa na mshangao mkubwa, lakini hawakupata faida yoyote na tukio hilo. Shutuma zao zote zikajibiwa vizuri na zikabatilishwa, nao wakaona rehma na huruma ya Hazrat Usman, na kila mmoja alikuwa anatoa ushahidi juu yake kwamba mfano wa mtu huyo hayupo katika dunia ya wakati huu anayewahurumia kwa kiasi hiki kwamba, lakini badala ya kutubu juu ya mazambi yao na badala ya kujuta juu ya maasi na kuachana na njama zao, wakaanza kuungua zaidi katika moto wa ghadhabu, na wakazani kwamba wao wamezalilishwa, hivyo wakifikiri jinsi watakavyoweza kutimiza mipango yao wakarejea.
zuri amesema kwamba habari hizi bado zinaendelea, inshallah nitazieleza katika siku za usoni. Wakati huu napenda kuwazungumzia baadhi ya marehemu ambao wamefariki dunia katika siku za hivi karibuni. Mtu wa kwanza ni shahidi Abdul Qadir Saheb Bashir Ahmad wa Bazid Khel Peshawar, ambaye akawawa shahidi Februari 11. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na taarifa zilizotufikia, Abdul Qadir Saheb alikuwa akifanya kazi katika zahanati ya baba yake mdogo marehemu Daktari Manzur Ahmad Saheb iliyopo katika Bazid Khel Peshawar. Marehemu shahidi na wanajumuiya wengine waliokuwepo katika zahanati wakakusanyika kwenye chumba chake kwa ajili ya sala ya azuhuri. Ndipo wakasikia sauti ya kengele ikigongwa. Abdul Qadir Saheb akafungua mlango na kijana mmoja aliyekuwa amekuja kama mgonjwa akafyatua risasi na marehemu akajeruhiwa vibaya, akapata risasi 2, akakimbizwa hospitalini lakini hakuweza kunusurika na akawawa shahidi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu shahidi alikuwa na umri wa miaka 65. Muaji akakamatwa na watu na wakamkabidhi kwa polisi. Familia ya marehemu shahidi pamoja na familia zingine zilikuwa zikikabiliana na upinzani mkali kwa muda mrefu. 19 Januari mwaka 2009 watu wenye msimamo mkali walikuwa wakiivamia kliniki hiyo na bwana Abdul Qadir alikuwa amepigwa risasi mguuni, na kwa sababu yake alikuwa amelazimika kuhama Peshawar, na baada ya muda mwingi alikuwa ameenda kuishi tena katika Peshawar kutokana na wimbi la upinzani wa kisasa. Takriban miezi 2 iliyopita, sawa na maagizo ya Jamaat, akahamia Rabwa. Familia yake ipo Rabwa na marehemu shahidi alikuwa akiishi Bazid Khel ambako alikuwa anafanya kazi katika kliniki. Katika familia ya marehemu shahidi, jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake Mheshimiwa Nizamuddin Ahmad, ambaye katika zama ya ukhalifa wa kwanza akafanya baiati na kujiunga na Jamaat. Babu yake alikuwa na kaka wawili, Daktari Fatheddin Saheb civil surgeon Peshawar na muhandisi Abdul Latif Saheb. Daktari Fatheddin Saheb mwaka 1992 akipata taarifa ya madai ya Masihi Maud alayhisalam alikuwa amekwenda Kadian na kumwona Masihi Maud, na huzur kwa huruma alikuwa ameweka mkono wake juu yake na alikuwa amesema kwamba mtoto huyo ni mwema mno, lakini bwana huyo hakuweza kufanya baiati. Baadaye akaja Uingereza kwa ajili ya masomo na akapata masomo ya juu ya tiba. Kisha mwaka 1908 aliposikia taarifa ya kifo cha Masihi Maud alayhisalam akafika Kadian na akafanya baiati ya khalifa wa kwanza. Ndugu mwingine wa babu yake alikuwa muhandisi, naye pia katika enzi ya ukhalifa wa kwanza akafanya baiat pamoja na ndugu yake. Kutokana na mahubiri ya ndugu hawa wawili, wanafamilia wengine pia akiwemo babu ya marehemu shahidi wakafanya baiati na kujiunga na Jamaat. Marehemu shahidi alikuwa na sifa nyingi, alikuwa akiupenda sana ukhalifa, alikuwa akiwaheshimu sana viongozi wa Jamaat na alikuwa na shauku kubwa ya kufanya mahubiri, na kwa sababu ya mahubiri akaendelea kukabiliana na upinzani mkali. Kwa sababu ya upinzani huo, katika muda wa miaka 2 akalazimika kuhama mara 7, lakini kwa fadhila ya Allah akaendelea kusimama kidete juu ya imani yake. Pamoja na kusali tahajudi na sala zingine, alikuwa akisoma Qur'ani tukufu bila kukosa. Alikuwa mpole na mcheshi, hakubishana na mtu yote katika maisha yake. Mkewe akaeleza kwamba mara nyingi akapata hali ya kupanda shuka maishani, lakini hakuwahi kushikwa na hasira. Saa nyingine nikiongea naye kwa ukali, yeye alikuwa akinijibu kwa upole tu, na muda wote akaendelea kuwahurumia watoto kwa upendo na huruma. Alikuwa akitamani sana kupata kifo cha kishahidi, na muda wote alikuwa akisema kwamba ikiwa akipata majaribio fulani, basi badala ya kujitenga na ukhalifa nitapenda kufa katika njia ya Allah. Kisha anasema kwamba hali ya ibada yake ilikuwa na aina yake, na wakati mwingine alipokuwa akisujudu, watu wa nyumbani walikuwa wanapata wasiwasi kwamba sijui imekuaje.
marehemu shahidi akapata bahati ya kuitumikia jamaat ya bazid khel kama katibu wa malezi. ameacha nyuma mke bi sajda qadir sahiba na watoto 4 wa kiume na mabinti 5. mwenyezi mungu amnyanyue marehemu shahidi katika daraja na awe msaidizi wa walioachwa nyuma na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. jeneza ya pili ni ya akbar ali saheb, mfungwa katika njia ya allah ambaye alikuwa mtoto wa ibrahim saheb. alikuwa mkazi wa shoktabad kaluni wilaya nankana. kifo chake kimetokea tarehe 16 februari kutokana na mshtuko wa moyo katika gerezani ya shekhpura. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kulikuwa na wenzake wawili wengine na mei 2 2020 kesi ilikuwa imefunguliwa dhidi yao, na mwezi wa oktoba mahakama ya high court ilikuwa imekataa kukata rufaa na kutoa amri ya kukamatwa kwao. kisha watu hawa wakakamatwa na jaji wa nankana saheb akasikiliza upande mmoja tu, na bila kusikiliza kesi yetu januari 2021 akaongeza kipengele cha 295c. marehemu alikuwa ametiwa ndani kwa miezi 4.5 na umri wake ulikuwa miaka 55. alikuwa musi. katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yake bwana ibrahim saheb ambaye pamoja na kaka yake mia ismail saheb mwaka 1920 alikuwa amejiunga na jamaat katika zama ya ukhalifa wa pili. akbar ali saheb akajiunga na jeshi na kwa miaka 23 akaitumikia nchi. kisha miaka 16 iliyopita alikuwa amestaafu, na kisha baada yake akaendelea kufanya kazi ya mlinzi katika benki. alikuwa mtu shujaa na mwaminifu. alipokuwa akifanya kazi ya mlinzi, siku moja mtu mmoja akaja kwa meneja na malalamiko akisema kwamba wewe umemwajiri akbar ali ambaye ni kafiri. meneja wa benki akasema kwamba kila asubuhi ninapokuja naangalia kamera za kisiri, cctv kamera, na namwona bwana akbar ali akiswali nafali na kusoma qurani tukufu na kufunga saumu. mtu huyu kivipi anaweza kuwa kafiri? marehemu akapata bahati ya kuitumikia jamaat kama rais kwa miaka 6. kabla hajatiwa ndani alikuwa akitoa huduma kama katibu wa fedha. alikuwa akiwahudumia wamaskini na kuwahudumia wageni, na alikuwa mtu aliye karibu sana na watu wote wa familia. alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri na muda wote alikuwa anaongea kwa dalili. ndiyo maana alikuwa anapata upinzani mkali. kwa sababu ya upinzani tu akaacha kazi ya ulinzi. ameacha nyuma wajane wawili, zainab bibi sahiba na fazilat bibi sahiba, na mtoto mmoja wa kiume na mwenye umri wa miaka 19 na binti mmoja akiwa na umri wa miaka 16. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na ampandishe katika daraja na awalinde watoto wake na awajalie kuendeleza mema yake. jeneza inayofuata ni ya khalid mahmud hassan bati saheb ambaye alikuwa wakilulmal salis wa tahrike jadid rabwa, na pia alikuwa naib sadr ansarullah na naib afisa jalsa salana katika taasisi ya moyo ya tahir. akiwa na umri wa miaka 67 akafariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. babu yake babul khan bati saheb alikuwa amejiunga na jamaat, lakini baba yake alikuwa hakukubali jumuiya. baba yake bwana khalid alikuwa hakukubali jamaat.
babu yake alikuwa amejiunga, lakini baba yake alikuwa hakujiunga. Na siku moja anasema kwamba walipokuwa wamekaa nje kwenye shamba lao, na baba wa Khalid Mahmud Hassan Bati saheb pia alikuwepo kule kule, ndipo shekh moja msuni akapita karibu nao, ambaye baba yake alikuwa na kwenda kuswali katika msikiti wake. shekh huyo akakaa karibu nao na akaanza kuzungumza kuhusu jumuiya. shekhe katika maongezi yake akalazimika kukiri kwamba jumuiya ni kweli. hapo baba yake akasema kwamba ikiwa ahmadiyat ni kweli, sasa kwa nini wewe unatupotosha? Yani wewe umetupotosha ukisema kwamba jumuiya si ya kweli, na wewe umetuambia mambo mbalimbali kuhusu jamaat. Anasema kwamba hapo ndipo akasema kwamba mimi pia nipo upande ule ambapo ukweli upo, na hapo akafanya bayati ya Musleh Maud. Khalid Mahmud Hassan Bati saheb akapata shahada ya kwanza kutoka chuo cha Punjab, kisha akapata shahada ya uzamili katika political science, na akafanya master katika historia. kisha kwa miaka miwili akafanya kazi serikalini kama mhaziri, kisha akajiuzulu. Mwaka 1982 akatoa maisha yake wakfu, na kwa miaka 38 akaendelea kuitumikia jamaat katika nyazifa mbalimbali. Mwaka 1982 alikuwa ameteuliwa katika wakalat tamilu tanfiz, kisha akafanywa kuwa naib wakil, kisha akawa wakilu diwan, kisha akateuliwa kuwa wakilul mal salis. kisha akapata bahati ya kuzuru Indonesia, Singapore, Burma, Sri Lanka, Nepal na Uganda. kila nchi ambapo alikuwa anakwenda katika ziara ya jamaat alikuwa anaangalia mambo yote ya jamaat kwa uangalizi mkubwa, na alikuwa akiwaongoza wanajamaati. na viongozi wa nchi hizi wanakiri, na wengi wameniandikia barua wakisema kwamba tumejifunza mengi kutoka Bati saheb. na kwa kweli Bati saheb alikuwa anatufundisha kuhusu nizam, na alikuwa anatusaidia sana ili tuweze kujenga uhusiano imara na ukhalifa. pia katika tanzim ya Khudamul Ahmadiyya na Ansarullah, Bati saheb akaendelea kuitumikia jamaat. alikuwa mjumbe wa Qazabot. mke wake ni Bi Nusrat Nahid sahiba, na ana mabinti wawili na mtoto mmoja wa kiume. kijana wake Khurram Osman anafanya kazi katika MTA Uingereza, na amejitolea maisha yake wakfu. mkewe anasema kwamba mume wangu baada ya kupata shahada ya uzamili katika political science akamwambia baba yake kwamba nataka kufanya MA historia. baba yake akasema haya, usome kama unavyotaka kusoma, lakini kumbuka tu kwamba kama unataka kujiajiri basi ufanye kazi ya jumuiya tu. Anasema kwamba kwa miaka 43 tumekaa pamoja, na katika muda huo wote marehemu amenitendia kwa huruma kubwa. alipokuwa akirejea kutoka ziara zake alikuwa akitusimulia matukio mbalimbali ya msaada wa Allah. alikuwa baba mpole kwa watoto, na alikuwa akijaribu kutimiza mahitaji yao. binti yake mkubwa ambaye ni Daktari Saima anasema kwamba nilikuwa nimepeleka ombi la kupata visa, lakini mara mbili zikakataliwa. nikapeleka ombi langu kwa mara ya tatu. siku hizi baba yangu alikuwa anajiandaa kwenda katika ziara yake ya jamaat, hivyo mimi nikasema kwamba tarehe ya ziara yako uipeleke mbele kidogo, kwani tarehe ya kupata visa inakaribia kuja na mimi nina safari ya kwenda ubalozini. baba akasema kwamba hiyo haiwezekani, wewe uende peke yako, kwani mimi naenda kwa ajili ya Mungu, hivyo Mungu atakusaidia. na kisha visa pia nikaipata.
kisha binti yake mdogo anasema kwamba alikuwa baba mwenye upole mkubwa, muda wote alikuwa akitutendea kwa upole na alikuwa hatukasiriki, bali alikuwa anatufahamisha kwa upendo. Alikuwa akitanguliza kazi ya jamaat juu ya shughuli zake zote, na muda wote akawa tayari kufanya kazi ya jamaat, na alikuwa akifanya kwa juhudi na kwa unyofu na kwa uaminifu mkubwa. Na hiyo tunamesema kwamba hata mimi pia nimeona kwamba marehemu alikuwa anafanya kazi ya jamaat kwa juhudi na kwa moyo na kwa weledi mkubwa. Muda mgumu ukija maishani alikuwa akitunasihi kwamba tumtegeme Allah na Allah atatusaidia, na alikuwa anasema kwamba Mungu hatatuacha, na kweli Mungu hakuacha. Kijana wake anasema kwamba tangu utotoni tulimwona baba yetu akifanya kazi ya jamaat, na kila alipokuwa akipata shida yoyote alikuwa akisema kwamba kwa kuwa nafanya kazi ya dini, hivyo Mwenyezi Mungu atafanya kazi yangu. Na kisha Mwenyezi Mungu alikuwa anamjalia na alikuwa anamrahisishia mambo yote. Kwa kweli marehemu akatimiza wakfu wake. Na pia anasema kwamba pamoja na kufanya kazi ya dini alikuwa anaangalia mambo mbalimbali ya nyumbani vile vile. Laik Abi Saheb ambaye ni mshauri wa kisheria wa Tahriki Jadid anasema kwamba nimefanya kazi pamoja naye kwa miaka 38. Alikuwa mtunzaji wa tamaduni za jamaat na alikuwa na sifa nyingi katika kuhifadhi mali ya jamaat. Alikuwa na umakini wa hali ya juu. Mtu aliyesoma pamoja naye bwana Muhammad Idris Saheb anasema kwamba baada ya kufanya wakfu yule Khalid aliyekuwa anakaa kimya akaonekana katika sura nyingine. Upendo kwa ukhalifa ulikuwa umepenya katika kila chembe chake, na kumtii ukhalifa ndiyo iliyokuwa mambo yote kwake, na alikuwa tayari kufanya kazi ya dini, na hii ndiyo ilikuwa chakula chake. Yupo mfanyakazi wa Wakalat Mal Salis anasema kwamba barua zilizokuwa zikitufikia ofisini siku ile ile alikuwa akizishughulikia, na alikuwa anatuambia kwamba kazi ya leo ifanywe leo hii, hatujui kuhusu maisha yetu kesho tutapata nafasi au la. Kama nisemavyo, ziara zake alizofanya nje ya nchi, akafanya kazi kubwa na akatimiza ahadi yake ya wakfu kwa unyofu wote na kwa uaminifu wote. Mwenyezi Mungu ampandishe katika daraja na wajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Mubarak Ahmad Tahir Saheb, mshauri wa kisheria wa Sadr Anjuman Ahmadiyya, ambaye Februari 17 akiwa na umri wa miaka 81 akafariki dunia katika Tahir Heart Institute. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilikuwa imepatikana kwa kumpitia baba yake mheshimiwa Sufi Ghulam Muhammad, ambaye mwaka 1927 akajiunga na jamaat. Mwaka 1926 alipojua kuhusu jumuiya akashauriana na jamaa zake akisema kwamba tuende Qadian na tuangalie zaidi. Hivyo mwaka 1926 wakatoka Tarparkar Sindh na wakaenda Qadian kushiriki kwenye jalsa, na wakakutana na Al-Musleh Maud na wakapata athari kubwa, lakini hawakufanya bayati. Mwaka ujao akaamua tena kwenda Qadian, lakini safari hii jamaa zake wengine wakakataa, lakini bwana huyo akaenda kushiriki kwenye jalsa na kisha akafanya bayati. Wakati wa kufanya bayati umri wake ulikuwa miaka 28. Wanakijiji wake walikuwa ahli hadith, hivyo wakampinga sana. Hata wakwe zake wakamchukua binti yao aliyekuwa mke wake, wakisema kwamba mume wako amekuwa kafiri. Lakini baada ya muda kidogo mkewe akasema kwamba mimi nimemwona mume wangu, yeye katika mtazamo wenu amekuwa kafiri, lakini mimi naona kwamba amekuwa muislamu imara zaidi. Naye akarejea kwake, lakini kijiji kizima kikawasusia hadi wakafunga maji yao.
baba yake alikuwa akienda mbali sana kuchota maji. Alikuwa anakwenda mbali kuchota maji. Anasema kwamba wiki chache zilikuwa zimepita ambapo kisima cha wanakijiji kikakauka. Kisha wanakijiji wakafikiri kwamba sisi tulikuwa tumefunga maji ya Sufi Sahib, hivyo maji yetu pia yamekauka. Kisha wakaanza kuchimba kisima kingine. Ndipo wakaja kwake na wakasema kwamba wewe pia utoe mchango wako, kwani ikiwa wewe utatoa mchango basi tutapata maji, waila tutakosa tu. Jamaa zake hawakukubali jamaat, lakini baada ya tukio hilo la kisima wakaacha kumpinga. Mke wake ni Bi Rashida Parveen Sahiba, na Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia watoto 4 wa kiume na mabinti 2. Mwana wake mmoja ni Hafiz Ijaz Ahmed Tahir, anaishi hapa Islamabad na ni mbashiri wa jumuiya na anasomesha katika Jamia Ahmadiyya Uingereza. Mwana wake wa pili ni Nasir Ahmed Tahir ambaye ametoa wakfu maisha yake na anafanya kazi katika jarida la Review of Religion Canada. Mheshimiwa Mubarak Tahir Saheb mwaka 1968 akapata shahada ya uzamili katika masomo ya uchumi. Kisha 1969 akapata digrii ya uwakili na Januari 1970 wakfu yake ikakubaliwa. Kisha akateuliwa kama mwandishi wa daraja awal katika Wakalat Ulia. Kisha Februari 1971 akatumwa Uganda kama mwalimu. Mwaka 1972 akarejea kutoka Uganda na akapata nafasi ya kufanya kazi katika Wakalat Mal Sani. Kisha Khalifa Salis rahimahullah taala mwaka 1976 akampeleka Lahore ili aweze kupata mafunzo kuhusu kazi ya urisi na kodi. Pia akaingizwa katika baraza la mawakili. Mwaka 1970 akateuliwa mshauri wa kisheria wa Tahrike Jadid. Kuanzia tarehe mosi 1983 Khalifatul Masih Rabi rahimahullah taala akamteua mshauri wa kisheria wa Sadr Anjuman Ahmadiyya na akaendelea na wasifa huo hadi kifo chake. Ameweza kuitumikia jamaat kwa miaka zaidi ya 50. Katika tanzim ya Khudamul Ahmadiyya akaweza kuhudumu katika idara mbalimbali kama muhtamim. Mke wake Bi Rashida Parveen Sahiba anasema kwamba muda wote marehemu alikuwa akiingia nyumbani na uso wake wenye utabasamu na alikuwa akitusalimia na kusali sala, kisha alikuwa akila chakula. Anasema kwamba alikuwa na kumbukumbu nyingi kuhusu makhalifa na kila alipokuwa akikaa na wanafamilia na watoto alikuwa akiwasimulia matukio mbalimbali ya kusisimua imani. Alikuwa akiwaambia kuhusu baraka za kuendelea kujiunganisha na ukhalifa, fadhila za Allah na neema zake. Alikuwa akiwasaidia wenye haja kwa siri na tulikuwa hatupati habari zake, isipokuwa saa nyingine mtu huyo alikuwa akija mwenyewe na kutuambia, kisha tulikuwa tunapata taarifa hiyo. Alikuwa mwenye kujisikia machungu ya wengine na kujaribu kuyaondoa. Alikuwa akisali nafali na kusoma Qurani tukufu na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akisema kwamba mtu anayejitolea wakfu, Mwenyezi Mungu anachukua dhima ya mafanikio yake. Mumtegemee Allah, mufanye maombi na istighfar na mumpende khalifa na muindikie barua za dua kwa khalifa wa zama. Hayo yote ni muhimu na kwa kweli alikuwa na sifa kubwa ya utawakari. Tunamesema kwamba nilipokuwa Naziri Allah na hata kabla yake pia nimeona kwamba saa nyingine alikuwa akikabiziwa mambo magumu, lakini alikuwa akimtegemea sana Mwenyezi Mungu, akisema kwamba hiyo ni kazi ya jamaat na ninayo maombi ya makhalifa, hivyo tutafanikiwa tu. Alikuwa anaanza kazi yake kwa sadaka na maombi na kisha kwa fadhila ya Allah alikuwa akipata mafanikio. Mwana wake Hafiz Jazim Sahib anasema kwamba mwaka 1967 Khalifatul Masih Salis rahimahullah taala alikuwa anakwenda Karachi na gari moshi. Njiani gari moshi ikasimama kidogo kwenye kituo cha Hyderabad na wanajamati wengi wakaja kukutana na Huzur alikuwa amesimama mlangoni wa reli. Hapo Huzur akamuita Mubarak Tahir Sahib
kwa ishara ya mkono wake. Yeye alikuwa na fikira kwamba khalifatulmasih salis hanijui. Anasema kwamba Mubarak Tahir saheb akaenda mbele kwa kasi, na alipofika karibu na huzur kwenye mlango wa reli, huzur akatoa hela kutoka mfuko wa koti yake na akatia katika mfuko wa Mubarak Tahir saheb, kisha gari moshi ikaondoka. Mubarak saheb alikuwa anasema kwamba hela ambayo Khalifa Masih Salis alikuwa amenipatia kutokana na baraka za pesa ile, muda wote mfuko wangu ukaendelea kujaa na fedha. Na huu ndio uhakika. Mwenyezi Mungu akaendelea kujaza mfuko wake na hela, na kipato chake kikaendelea kuzidi na kupatikana kwa njia za ajabu, naye akaendelea kutumia juu ya maskini na kutoa katika jamaat. Baada ya muda mfupi, yeye kutokana na ndoto yake moja akatoa maisha yake wakfu. Alipotoa maisha yake wakfu, wakati ule alikuwa ameshafunga ndoa. Yeye alikuwa anaishi Hyderabad. Siku moja mama mmoja kutoka jamaa ya mkewe akaja na mke wake kwa ajili ya matibabu fulani. Walipoteremka kutoka treni, mama huyo akasema kwamba nimesikia kwamba wewe umetoa maisha yako wakfu. Sasa mtoa wakfu anakuwa hana hela ya chakula. Mubarak saheb akasema kwamba nimefunga naye ndoa tu na bado sherehe ya harusi haijafanywa, hivyo kama una mashaka basi unaweza kwenda nayo nyumbani. Na Mwenyezi Mungu pia akaonyesha ghera yake na akamjalia mali na neema nyingi. Katika zama ya Khalifatul Masih Salis, yeye alikuwa mshauri wa kisheria. Alikuwa akilazimika kwenda nje ya mji kwa ajili ya kufuatilia kesi mbalimbali. Alikuwa akisafiri na mabasi, na hiyo ilikuwa amri ya Khalifatul Masih Salis kwamba ukirejea kutoka safarini basi uje uniripoti. Safari moja akachelewa sana kurejea kutoka safarini, na anasema kwamba usiku kama masaa mawili kabla ya alfajiri nikafika Rabwa. Nikafikiri kwamba muda huu ikiwa nitakwenda kumwambia huzur kwamba nimerejea, sijui kama atakuwa amelala au atakuwa na swali nafali, hivyo wakati wa sala ya alfajiri nitamwambia. Wakati wa sala ya alfajiri huzur akaniona na akasema kwamba Mubarak saheb, ulifika lini? Mimi nikasema kwamba kabla ya saa 1:30. Huzur akasema kwamba kama ungekuja kuniambia wakati ule ule kwamba mimi nimerejea kwa usalama, basi mimi pia ningelala kidogo. Nikaendelea kukusubiri kwamba sijui umefika au la. Kisha kijana wake anasema kwamba nilipoamua kutoa maisha wakfu, akaniambia kwamba wakfu maana yake ni kutii. Tabia yako ni mkali kidogo na wakfu haiendi hivyo. Wakfu maana yake ni kufanya kazi kwa ukimya na kwa utii. Ikiwa unaweza kufanya hivyo basi ni jambo jema, waila sipendi kwamba wewe utoe wakfu maisha yako halafu uiache. Hivyo akatoa nasaha, na kwa fadhila ya Allah mwana wake anaendelea kutimiza wakfu wake na aendelee kupata uwezo huo kwa siku za usoni. Wakati wa hutuba za khalifa alikuwa akiwaambia watu wote wa familia kwamba acheni shughuli zote na njoni mkasikilize hutuba ya huzur. Na alikuwa anatangulia kutoa katika michango mbalimbali. Mara baada ya kusikiliza agizo kutoka kwa huzur, Mirza Adil Ahmad ambaye alikuwa msaidizi wake katika ofisi anasema, kama nilivyomwona marehemu, kwa kweli marehemu alikuwa ashiki mkweli wa ukhalifa. Alikuwa na imani kubwa juu ya maombi. Kila alipokuwa akipata shida alikuwa akisema kwamba nimefanya maombi mengi katika nafali na nimetoa sadaka, sasa njoo tumwindikie Khalifatul Masih, Mwenyezi Mungu atatusaidia. Na kisha anasema kwamba kwa ajili ya kazi ya jamaat alikuwa akiwasiliana na maafisa mbalimbali na alikuwa akitumia njia zote kwa ajili ya jamaat. Alikuwa anatumia mbinu mbalimbali
za kujenga uhusiano na maafisa. Safari moja Anjuman ikatoa hukumu fulani. Yeye alikuwa na maoni yake akisema kwamba tukifuata hukumu hiyo jumuiya itapata athari mbaya. Kisha akasema kwamba kazi yetu hii, akaniambia kwamba hukumu hiyo naona kwamba si sahihi. Kisha akasema kwamba kazi yetu ni kumuindikia khalifa na kumfikishia rai yetu. Hapo mbele ni kazi ya khalifa kwamba hukumu yote atakayoitoa tutaitii, nayo itakuwa na baraka. Daktari Sultan Mubashir anasema kwamba marehemu alikuwa anajua mbinu mbalimbali za kujenga mahusiano na maafisa wa serikali, na muda wote alikuwa akitumia uhusiano huo katika faida ya jamaat. Muda wote alikuwa na tabasamu usoni mwake na hatujawahi kuona wasiwasi juu ya uso wake. Kwa ajili ya kufuatilia kesi mbalimbali za jamaat, saa nyingine alikuwa akilazimika kuyatembelea maeneo ambapo kulikuwa na hatari kwa maisha yake, lakini shujaa huyo hakughafilika na wajibu wake. Na kama nisemavyo, Allah alikuwa amemjalia wasaa katika mali. Mwenyezi Mungu alikuwa anamsaidia sana kwa kupitia mipango mbalimbali ya bonds. Dr. Saib anasema kwamba safari moja akapata zawadi ya milioni 5 na marehemu takriban 60% akatoa katika michango mbalimbali. Amesema kwamba matugu kama hayo yakatokea mara kwa mara. Kila alipokuwa akipata hela na zawadi na neema za Allah, alikuwa anawasaidia maskini na alikuwa anatoa katika michango. Marehemu alikuwa na akatamani mambo mawili: moja, kwamba aendelee kuitumikia jumuiya hadi pumzi yake ya mwisho, na pili, aage dunia hii akiwa katika hali nzuri ya kiafya na asiwe mzigo juu ya wengine. Mwenyezi Mungu akatimiza yote mawili. Nimeona alikuwa na sifa chungu nzima na alikuwa akifanya kazi kwa subira na kwa azma kubwa katika hali za aina zote. Alikuwa akimtegemea sana Allah. Mwenyezi Mungu ampandishe katika daraja na awajalie vizazi vyake wawe warisi wa maombi yake. Baada ya sala nitasalisha sala yao ya jeneza inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله